lakini hebu tuendelee kusikiza kile bado Mungu anachotaka tusikie. Kama unaandika, andika. Wanadamu wote wanatakiwa kunyenyekea mamlaka wakilishi ya Mungu. Bado tuko pale pale kwenye utii. Wanadamu wote wanatakiwa kunyenyekea mamlaka wakilishi ya Mungu. Tutakapokuwa nafundisha kipengele kingine ambacho ninacho sijakifundisha pia, kuangalia tofauti ya kunyenyekea na kutii. Tutakuja tuone hicho kipengele, lakini leo tuangalie wanadamu watakiwa kunyenyekea mamlaka wakilishi ya Mungu. Leo kwanza nirudi kwenye andiko linalotuagiza kufanya hivi. Hebu tuangalie katika Tito 3 mstari wa kwanza, alafu nitarudi tena Tito 1 mstari wa 10. Tito 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii, na kuwa tayari kwa kila kazi iliyo njema. Wakumbushe. Unaweza kuwa unaelewa, lakini inawezekana umesahau. Kwa hiyo Bwana anasema wakumbushe, na mimi bado nawakumbusha. Biblia inasema tunatakiwa kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii, na kuwa tayari kwa kila kazi iliyo njema. Kwa nini tunatakiwa kukumbushwa? Ili kutii na kunyenyekea kwa wenye mamlaka na wenye uwezo. Mungu anajua kuna watu na mamlaka na wenye uwezo. Hii kwa sababu Tito 1 mstari wa 10 inasema, kwa maana kuna wengi wasiotii na wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, hasa wale watohara ambao hawapaswi wazimu vinywa vyao. Unaona, wengi huwa hawatii. Kwa natakiwa kukumbusha. Kwa tunaweza kuja kanisani lakini bado kutii ni jambo gumu sana. Lakini nataka nikukumbushe kwamba dai kuu kwa Mungu kwetu sisi wanadamu sio kujikana, sio kubeba msalaba, sio kuhubiri injili wala kutoa sadaka. Dai kubwa ni kutii. Na utii huu unatakiwa ule utii unaotoka ndani. Kwa sababu sio tatizo watu kutii kwa nje. Hiyo watu wengi wanaweza kufaulu. Kutii kwa nje yani kuonyesha kwamba anakubali ni wengi. Lakini kutii kwa ndani ni kugumu sana. Kwa hiyo watu wengi huwa wanaonyesha kwamba wamekubali, wametii, wamekwambiwa, unaona hawasemi chochote, lakini ndani wana mambo mengi ya kusema ambayo yanapinga kila ambacho wameambiwa. Kwa hiyo swala la kutii ni swala ambalo ni gumu sana, ambalo tukio kuangaliwa sana na la hatari. Katika Petro yeye anasema hivi, hebu tuangalie Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Biblia inasema hivi, tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa na yeye, kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Tunatakiwa kutii kila kinachoamriwa na watu kwa ajili ya Bwana, sio kwa ajili yao, kwa ajili ya Bwana. Jamani, saa 9 tuje tuombe, ni kwa ajili ya Bwana. Jamani, saa 11 tuombe, ni kwa ajili ya Bwana. Jamani, watu tutoe zaka, ni kwa ajili ya Bwana. Jamani, tusome Biblia, ni kwa ajili ya Bwana. Haya mambo tunatakiwa kuyatii. Tena kwa ndani, sio kwa nje. Kwa ndani, mtu wa ndani. Maana mtu halisi ni mtu wa ndani. Lakini mara nyingi tunaweza
wa nje na kwamba tunatii. Mchungaji amesema wangapi wanakubali, tunaweza kunyosha hata mikono. Unaweza kunyosha hata ukasimama, lakini yule mtu wa ndani amekaa kwenye kiti. Kwa hiyo Mungu anasema tutii kile kinachoamuliwa na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni wafalme. Kumbe Mungu anafahamu kuna wafalme kama wenye cheo kikubwa. Kuna watu wana vyeo vikubwa. Mimi kwa bahati nzuri sijana vyeo vikubwa, lakini katika kanisa letu tuna watu wenye vyeo vikubwa. Tunaye askofu mkuu Tanzania nzima, tuna katibu mkuu Tanzania nzima, tuna viongozi wakubwa hata wa makanda. Hawa wenye vyeo vikubwa Mungu anatambua wanavyo, na yeye ameviweka, amewapa hao vyeo. Ikiwa ni wakubwa labda kwa umri, kama wanaotumwa na yeye kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Kwa hiyo swala la kutii ni swala nyeti sana. Lakini si hivyo tu, haya sio mahubiri hayo tu peke yake kwa maandiko hayo, lakini tukaangalie katika Warumi sura ya 13. Tunaona pia hapa neno la Mungu linatuagiza juu ya utii. Warumi 13 mstari wa kwanza mpaka wa 7, kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa kuwa hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Hivyo amwasi mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, na hao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawala hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema na utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa kuwa hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu kumlipiza kisasi atendaye mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii. Si kwa sababu ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ile dhamiri. Kwa sababu hiyo tena walipa kodi, kwa kuwa hao ni wahudumu wa Mungu, wakihudumu katika kazi hiyo. Wapeni watu wote haki zao, mtu wa kodi, mtu wa ushuru. Mtu astahili hofu, anayestahili heshima apewe heshima. Sasa ukiangalia kwa ujumla, kulingana na haya maandiko ambayo nimesoma, ina maana Mungu ndiye chanzo cha mamlaka yote katika ulimwengu huu. Yaani ukijaribu kutafuta hivi mamlaka yanaanzia wapi, yaani ukaanza hapa chini kabisa, labda katika serikali kama ya Tanzania tunaanzia kwenye nyumba 10 na ukaanza kupanda, unakuja labda kata, unakuja mpaka unafika wilaya, kaenda mkoani, unafuatilia hayo mamlaka hivi yanatokea wapi haya mamlaka. Ukaja mpaka huku labda kwa mkuu wa mkoa, ukapanda ukaja huku juu, ukafika hata kwa rais wetu, ukapanda unaenda tu. Pengine ukakutana na malaika wale wa chini na ukawapita, ukaenda, bado mamlaka yapo tu. Ukaenda mpaka ukakutana na Gabrieli akiwa anakuletea ujumbe pengine njiani, maana yeye anatumwaga ujumbe, yeye yuko upande wa kutuma ujumbe. Ukaenda ukapenya mpaka ukakutana na malaika mkuu Gabrieli, yeye ambaye Bwana yeye kwa vita tu, kwa ajili ya special kulinda taifa la Israeli. Na ukapanda ukaenda ukakuta Roho Mtakatifu yuko pale amekaa. Ukaenda tu bado unafuatilia mamlaka, utakuta Yesu yuko pale, na ukipanda zaidi utakuta kiti cheupe kikubwa sana, na Mungu Baba atakuwa amekaa pale. Kwa haya mamlaka unaweza kuyafananisha na waya mkubwa sana wa umeme ambao unatoka kwa Mungu Baba, maana mwenye mamlaka yote ni Mungu Baba. Kutoka kwa Mungu Baba utayaona yanakuja kwa Yesu. Maana Yesu alipofufuka anasemaje katika Mathayo 28 mstari wa 19 pale 18,
nimepewa mamlaka yote mbinguni. Alipewa mamlaka yote, nendeni. Sasa kutoka kwa hapa Yesu utakuta nyaya ndogo ndogo nyingi, zote zikiwa zinawakilisha mamlaka ya Mungu. Mume na mke wake na watoto wao. Utakuta waya mwingine unaenda kwa mkuu wa polisi na askari wake, mwingine unaenda kwa hospitali kwa utakuta daktari mkuu na madaktari na wagonjwa. Hata ukienda gerezani pia utakuta mkuu wa gereza na maskari wenzake na wafungwa. Hizi mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Na kwa sababu mamlaka tawala zote zimewekwa na Mungu, hivyo mamlaka zote huwa zimeamuliwa na yeye na huwa zinamwakilisha Mungu mwenyewe. Hizi mamlaka zote huwa zinamwakilisha Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ameanzisha muundo wa mamlaka ili aweze kujidhihirisha mwenyewe kwa wanadamu. Mungu mwenyewe ameweka mamlaka hizi au muundo huu. Na kusema muundo ndio utaratibu unaosababisha mamlaka zitende kazi bila kugongana. Ni kwa ajili ya Mungu anataka ajidhihirishe mwenyewe kwa wanadamu. Kwa hiyo mahala popote watu wanapokutana na mamlaka huwa wanakutana na Mungu mwenyewe. Maana hizi mamlaka zinamwakilisha. Anasema anayeasi mamlaka huwa anaasi agizo la Mungu na atakutana na Mungu. Kwa hiyo kumbe tunapokutana na mamlaka huwa tunakutana na Mungu. Jana nilikuwa hapa mjini. Sasa kuna rafiki yangu ambaye nilikuwa namwambia aliwahi kunifundisha mambo mengi sana nikiwa kijana. Tulipoteana zaidi ya miaka 40, hatujawahi kuwa na mawasiliano yoyote. Sasa kumbe jana akawa amekuja Tanzania. Sasa alipokuja Tanzania naona aliniweka tu kwenye wasiwasi kidogo, ambayo mimi nilicheka, alafu kusema unacheka nini? Kwa yeye akaniambiaje, hapa ni simu kutoka kituo cha polisi. Kamwambia kituo cha polisi, unatakiwa uripoti mara moja polisi. Wapi? Kama kuna kituo cha hapa stendi, kuna kituo cha kule, akasema police station kule makao makuu. Unashtakiwa na mtu mmoja alikuja kwako au ukamwombea, alitoa pesa umuombee na hajapona, sasa amekuja hapa kushtaki. Kwa hiyo mimi nikacheka. Nikasema unacheka nini? Nikasema mimi nacheka. Nasema utakuja baada ya dakika ngapi? Nikasema baada ya dakika 3. Na kweli nikawasha gari nilikuwa naenda. Maana nilikuwa kwenye mzunguko naenda. Sasa baadaye akacheka akasema bwana ni mimi. Maana yeye siku hizo wachungaji nasikia mnaombea watu kwa pesa. Kwa hiyo kajitambulisha kwako. Sasa anachotaka kusema ni kwamba niliposikia unatakiwa polisi, mimi lazima niende. Tulisema mimi ni askofu. Mamlaka zimewekwa na Mungu. Kwa hiyo tunapokutana mamlaka, tunakutana moja kwa moja na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mtu anakuwa makini sana jinsi tunavyofanya. Kwa hiyo inawezekana watu kumjua Mungu kupitia uwepo wake. Lakini hata pasipo uwepo wake watu bado wanaweza kumjua Mungu kupitia mamlaka yake. Katika bustani ya Edeni, Mungu alikuwa anakutana na Adamu na Hawa wakati wa jua kupunga ana kwa ana. Sio kama jinsi leo anakuja kwa sisi kwa njia ya neno kama anavyosema katika neno lake. Zamani zile alisema na watu kwa njia nyingi, kwa njia manabii. Lakini katika siku hizi za leo anasema nasi kupitia mwana. Kwa hiyo ambaye amemweka kuwa mkuu juu ya mambo yote. Kwa hiyo zamani katika bustani ya Edeni Mungu alikuwa anamtembeleana Adam na Hawa ana kwa ana kama ninavyowaona. Walikuwa wanaonana hivi. Kwa nini? Hawakuwa na dhambi, wasingeweza kufa. Kwa hiyo walikuwa
wanakuja wanaongea kama marafiki, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa kusudi la kuwa na ushirika naye, na ndio maana akamrithisha mali zote za ulimwengu kwa neema yake na akampa kutawala kwa ajili yake. Kwa hiyo kila siku alikuwa anamtembelea, wanaongea na rafiki yake kujua utawala unavyoendelea na mamlaka ya Mungu inavyotenda kazi hapa duniani. Lakini wakati ambapo Mungu alikuwa hayupo au hakuja, walikuwa wanamkumbuka Mungu kwa njia ya amri au maagizo aliyowapatia. Sasa pale kwenye bustani kulikuwa na maagizo, baadhi ya maagizo aliyowapatia. Moja wapo ni hili: mkailime bustani hii na kuilinda. Hilo ni agizo. Msile tunda hili la mti wa ujuzi wa mema. Haya ni maagizo. Silikuwa ni amri ambazo aliwapatia. Kwa hiyo walitakiwa kumkumbuka Mungu kwa zile amri ambazo alikuwa amewapa. Kwa hiyo kwenye bustani ya Edeni, Adamu na Hawa walijua Mungu kupitia uwepo wake. Inaonekana wakati alipokuwa yupo walimkumbuka Mungu kupitia amri zake alizowapa. Lakini siku za leo sio mara nyingi Mungu anakutana na sisi moja kwa moja kwenye ulimwengu huu. Sio mara nyingi. Lakini hii haiwahusu wale watu ambao wako rohoni. Rohoni wao wanaweza kukutana na Mungu wakati wowote. Maana tunaweza kuwa kwenye uwepo wa Mungu kama mama alivyosema, alisikia. Walikuwa wengi lakini alisikia sauti. Kwa hiyo alikutana na Mungu. Kwa hiyo Mungu leo anaweza kukutana na sisi wakati wowote. Sio kama wakati wa kale, hata kwa wakati wa Adamu. Anaweza kukutana na sisi wakati wote, inategemea na sisi nafasi tunampa Mungu. Jinsi ambavyo tunampa nafasi katika mbele yetu. Kwa hiyo leo Mungu anaweza kukutana na sisi mahala popote, lakini sio ana kwa ana kama alivyokuwa anakutana na Adamu. Kwa sababu leo mara nyingi alikutana na sisi hivyo tunaweza tukafa. Sasa kama Musa mwenyewe ambaye Mungu amemsifu na amesema Musa alikuwa mtu mwaminifu sana kuliko watu wote na mtu mpole kuliko watu wote duniani. Na anasema alikuwa mwaminifu katika nyumba yake. Lakini Musa alipotaka kumuona Mungu alikataa kwamba huwezi kuniona. Ukiniona tu leo Musa utakuwa ndio mwisho wako wa kuishi. Kwa hiyo kama Musa ambaye Mungu anamsifu kiasi hiki, lakini anasema akimwona atakufa. Sijui mimi na wewe tukimwona Mungu tutakuwaje? Mimi naona hatutakufa tu, ila tutakuwa tumekauka katika hali ya baraka zaidi ya jiwe. Kwa hiyo kwa huruma zile Mungu huwa anatuhurumia. Na hata Musa alimwambia, kwa kuwa umetamani kuniona, uso wangu utauona, ila nitakuweka katikati ya mwamba afu utafunika mkono wangu. Nikishapita utaniona kwa mgongo. Mwamba ule ulikuwa ni Kristo Yesu. Kwa hiyo ili msawe salama aweze kuona hata mgongo wa Yesu, lazima akae ndani ya Yesu. Ndipo anaweza kumuona akawa hai. Kwa hiyo ndio maana hata sisi leo bado Mungu anaweza kusema nasi tusife kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Piga Yesu makofi. Kwa hiyo tunaona ni hasa hii hasa huwa ni kwa inahusu wale waliookoka ambao wanaishi mara nyingi rohoni. Wao huwa wanaweza kuona uso wa Bwana mara nyingi. Mahala ambapo leo Mungu huwa anajidhihirisha mara nyingi ni kupitia amri zake. Mara nyingi mahala ambapo Mungu anajidhihirisha sana leo ni kupitia amri zake. Au ningeweza kusema leo sio amri zile tu 10, maana yake ni kupitia neno lake. Hapo Mungu husema na sisi sana. Na hata saizi anasema na wewe. Kwa hiyo hapa ndipo Mungu husema sana na watu. Kwa hiyo muhimu sana kuwa makini sana neno linapokuwa linafundishwa. Sasa zingine tuna mazoea ya kuona labda ni kile kile alichokuwa anazungumza mwalimu. Sasa zingine zakuwa nimefundisha hii, lakini unajua kila siku Mungu anakuja kwa namna tofauti sana na kulingana na hitaji kidogo. Kwa sababu kusema mimi nilishafundishwa hiyo si kweli. Anayedhani anajua neno hajui neno linavyompasa kujua. Hajui. Sasa kama utamfahamu Mungu, huyo sio Mungu. Mungu hatuwezi kumfahamu labda kwa ufunuo, kama akipenda sisi tujue kila anachotaka tujue. Kwa hiyo Mungu anatufunulia kulingana na uhitaji tulio nao. Kwa hiyo ni muhimu sana tuelewe. Yaani labda wale walio wajinga
Hebu sikiliza hiyo lugha nzito. Labda wale waliowajinga kama wale wakulima wajinga waliopandishwa shamba na bwana wao, kwenye ule mfano wa Marko 12 mstari wa 9, ndio ambao huwa wanataka mpaka waone uwepo wa mwenye shamba mwenyewe ndipo wanaweza wakati. Wale wakulima wajinga wao walikuwa hawatambui mamlaka nyingine, wao wanatambua tu mwenye mamlaka, mwenye shamba. Yeye akisema watatii. Lakini je, si kwamba kuna watu walitumwa kabla ya mwenye shamba hajaje? Kumbe wale waliotumwa walikuwa wawakilishi wa mamlaka ya mwenye shamba. Labda leo nisome kidogo tofauti kati ya Luka 12 niende Marko 12. Nisome katika Luka 20 mstari wa 9 mpaka 16. Hebu tusome hiyo kidogo. Leo tuhame pale, tusome pengine. Tuone huyu mwenye shamba yeye alifanya nini hawa wakulima wajinga. Wao walikuwa wanamtambua yeye tu. Yeye walikuwa na uwezo wa kumtii vizuri sana. Akifanya akisema lolote wanatii. Lakini haitoshi. Tunatakiwa tufike mahali tuwe kama yule akida. Akida yule wa Kirumi, mgonjwa wake alikuwa anaumwa sana karibu na kufa, Biblia inasema. Lakini alisikia habari za Yesu. Na yeye hakuenda kwa Yesu kuomba Yesu aje aponye mtumwa wake. Kwa nini? Inawezekana alikuwa amesikia taarifa za Yesu alipomweleza yule mwanamke Mfarisayo aliyeenda na binti yake kwa Yesu akiomba amtoe pepo. Yesu akasema, mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea katika nyumba ya Israeli. Asema mimi siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawapa mbwa. Yule mama akasema hata kama mbwa hawali mezani, lakini mbwa wanaweza kula makombo. Akasema labda kwa hiyo subiri watoto washibe kwanza. Kwa hiyo huyu askari alijua pengine hata angeenda angepata majibu haya. Kwa hiyo ndio maana akawatuma wazee wa Israeli waende kwa Bwana Yesu. Maana alikuwa amesikia matendo ya Yesu yaliyo makubwa. Akamwambia, naomba muende mwambie Mheshimiwa Yesu aje mponye mtumwa wangu. Na waomba sana. Kwa nini wale wazee walienda? Tunaambiwa walikuwa kwanza, huyu askari alikuwa anapenda taifa la Israeli. Alikuwa anawatetea. Maana wakati ule Waisraeli walikuwa wanatawaliwa na Warumi. Kwa hiyo huyu askari yeye akiona Myahudi anatendewa vibaya alikuwa anawatetea. Ona hili inatosha, akawajengea sinagogi, kanisa, mahala pa kuabudia. Kwa hiyo wale wazee walienda, walipofika kwa Yesu wakamwambia, anastahili mtendee huyu jambo hili. Uponye mtoto wake, uponye mfanyakazi wake. Akauliza kwa nini? Akasema kwanza anapenda taifa letu. Lingine, ametujengea sinagogi. Yesu hakupinga. Mara nyingi tunaweza kudai vitu vingi kwa Yesu. Je, una sifa gani? Umefanya nini kwa Mungu ambacho kinazungumza mbele za Mungu? Ambacho kinaweza kusema utendewe. Kornelio tunaona sadaka zake ziliongea mbele za Mungu. Zikasema huyu anatakiwa atendewe. Mbona sadaka zake zilikuwa mbele za Mungu zinazungumza, lakini Kornelio hayupo? Maombi yake yalikuwa mbele za Mungu, lakini Kornelio hayupo. Zile sadaka zikamuhimiza Mungu kumwambia mtendee huyu ili na yeye aje hapo mbele zake. Kwa hiyo Mungu akamtuma mtu. Malaika kaenda kwa Kornelio akamwambia, ilikuwa saa 9. Saa 9 huwa ina mambo mengi sana. Unajua saa 9 ina mambo mengi sana. Saa 9. Saa 9. Jua wakati wa kupunga huwa kuna mambo mengi. Kwa hiyo wakaenda kwa Yesu. Wakamwambia Yesu, akaenda. Yule mtu askari alipomwona Yesu anakaribia kwake, akamwambia, Bwana naomba, akatuma habari, akamwambia, jamani, tafadhali mwambie simame nje. Asiingie nyumbani kwangu.
huyu ni mtu mkubwa mno. Alipofika kwa Yesu akamwambia, Bwana, ninaomba unipe amri tu. Mimi nimezoea kupewa amri, alafu mimi natekeleza. Kwa sababu mimi niko chini ya mamlaka, nimezoea kupewa amri. Niko chini ya mamlaka. Nikiambiwa fanya hivi, wanatekeleza mara moja. Nenda pale, wanaenda. Lakini na mimi kuna askari walio chini yangu. Nikimwambia huyu fanya hivi, wanafanya. Hakuna taswali. Nenda pale, anaenda. Wewe nipe amri tu. Mimi najua mtumishi wangu atapona tu kilipa amri. Yesu alipogeuka akasema, akawaona wale wanafunzi wake na wote waliokuwa wanamfuata mkutano, akamwambia, sijaona mwenye imani kubwa namna hii katika Israeli. Sijaona hata kati yenu ni wafunzi, hayupo. Yaani kumbe mtu mwenye imani ni mtu anayetambua mamlaka ya Mungu. Mtu anayetambua mamlaka, hata kwamba ni mamlaka wakilisha anaitambua. Huyo ndio mwenye imani. Mtu anayepewa amri anatekeleza na hakuna swali. Kwa maana kuona tunaanza kuwa kanisani, na ndio maana hata leo watu wanaombewa lakini hawaponi. Yesu anaweza yote. Mpe Yesu makofi mengi. Sasa tunaanza kuona huyu mwenye shamba kwanza alituma wajumbe au watumishi wake, na baadaye akatuma mwanawake wa pekee ili kumwakilisha kabla yeye hajaja. Alituma ujumbe. Ukitokelea katika Luka 20 inasemaje? Mstari wa 9, akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mzabibu, akazungusha akapangisha wakulima. Akaenda kakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno akatuma mtumwa wake kwa wale wakulima ili apate baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma watatu, huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Hao ni wajumbe watatu. Wote wanakataliwa, wengine wanaibishwa, wengine wanapigwa, wengine wanawekewa majeraha. Hawatambuliki. Wakulima wanajua mwenye shamba tu akija tunampa matunda. Sio ninyi. Hatuwatambui. Wakawapiga, wakafukuza mikono mitupu. Akatuma mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma watatu, huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu akasema, nifanyeni, nitamtuma mwanangu mpendo wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomwona wakashauriana wao kwa wao, wakasema, huyu ndiye yule mrithi, haya natumue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje? Atakuja na kuangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia haya, walisema, hasha, yasitukie haya. Akawakazia macho akasema, maana yake nini basi neno hili lililoandikwa, jiwe lile kataa wasi limekuwa jiwe kula pembeni. Kila mtu angukaye juu ya jiwe hilo atavunjika, na yeye ambaye analiangukia litamsaga kabisa. Nao waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa hiyo, wakaogopa watu, maana walitambua ya kwamba mfano huo amewanenea wao. Sasa hao watu walio kwenye shamba kwanza, Yesu mwenyewe anasema, baba yangu ni mkulima, kwa mwenye shamba ni Mungu. Mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Lakini kila tawi linalokaa ndani yangu huwa linazaa sana. Lakini lile tawi ambalo halikai ndani yangu, mimi wanalikata na linanyauka kwa sababu linaharibu ardhi. Lakini lile linalozaa, mimi huwa nalizidi kulisafisha
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mwenye shamba ni Mungu. Ameweka wakulima wanalima shamba. Sasa wakulima waliokuwa wameweka ni taifa la Israeli. Sasa alituma manabii kwao mbalimbali. Tunawajua manabii wengi walivyotendewa mabaya. Wakina Yeremia, tunawajua mpaka wakina Elia walikimbia mpaka mwisho wakaamua kwenda hata mbinguni. Walifanywa mambo mabaya, wengine wakiuawa na wengine wakifanywa jeuri na kutukana na hata kuaibishwa. Lakini mwishowe akamtuma mwanae pekee ambaye ni Yesu Kristo. Asema labda hao watamstai huyu kwa sababu ni mwana wangu. Tena amezaliwa kwa njia sio ya kawaida. Maana kuzaliwa kwa uwezo wa mume na mke, alizaliwa tu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini kazi alizozifanya hapa duniani kabla hajafa zilikuwa kubwa mno. Alikuwa anaweza kuwalisha watu hata 5,000. Anaposema watu 5,000 maana wanaume, kwa sababu zamani katika Israeli watu waliokuwa wanahesabiwa ni wanaume wenye umri wa miaka 20 kuendelea. Lakini wanawake na watoto walikuwa hawahesabiwi. Na siku zote tunajua kama kuna wanaume 5,000, ina maana wanaweza kuwa na wanawake 5,000. Lakini katika wanawake 5,000, kila mama anaweza kuwa na watoto wawili. Sasa ukichukua 5,000 mara 2 ni 10,000. Ongeza 5,000, 5,000 ni kama 15,000. Ongeza 5,000 wanaume, watu 20,000. Yesu alikuwa anaweza kuwalisha mikate. Anatumia mikate mmoja na samaki hata wawili. Wanakula wote, wanashiba na wanapakiza. Lakini hata hivyo Yesu alifufua wafu. Yesu alifanya mambo makubwa kati yao. Akatembea juu ya bahari. Akafanya miujiza sio ya kawaida. Lakini wakamuua. Sasa nauliza, huyo mwenye shamba atakapokuja atawafanyaje wale wakulima? Jibu tunalipata hapa. Atawafanyaje? Atawaomba matunda au atawafanyaje? Sasa tunaona mwenye shamba. Basi bwana wa shamba wa mizabibu atawatendaje? Jibu, atakuja, atawaangamiza wale wakulima na lile shamba la mizabibu atawapa watu wengine. Paulo mtume anaeleza, kwa kuwa ninyi ulipaswa hii kwa injili kwa ajili yenu, na kwa sababu mmekataa, akakumuta mavumbi akisema, sisi tunageukia watu wa mataifa. Lile shamba leo tumepewa sisi, watu wa mataifa. Watu wanaookoka leo duniani ni watu wa mataifa. Wayahudi wanaookoka ni kwa neema, ni mabaki. Sasa mpaka leo Wayahudi hawaamini kwamba Yesu alishakuja. Wao habari za Yesu kwamba alikufa hiyo hawajui na hawaitambui. Bado wanaendelea na dini ya Musa. Na wanajua siku moja Masia wao atakuja. Leo wanaookoka na wanaomzalia Mungu matunda ni watu wa mataifa ambao ni mimi na wewe. Sasa kwa saizi Biblia inasemaje? Kwa sehemu ugumu ni wapata Israeli. Israeli hawaamini habari ya Yesu. Tena kuzungumza Yesu wanakushangaa sana. Shamba hili wamepewa watu wengine wazae matunda. Sasa ukiangalia katika huu mfano, Mungu mwenyewe hakuja kuchukua matunda ya shamba lake kwa wakati baada ya kuwapamisha wale wakulima wa shamba. Tunaona mara 3 alituma watumishi wake na mara ya 4 akamtuma mtoto wake wa pekee. Hao wote walikuwa wawakilishi wa mamlaka ya Mungu. Na Mungu alitaka kuona hawa wakulima wangeweza kunyenyekea wale wawakilishi wa mamlaka yake. Alitegemea, lakini hawakufanya hivyo. Kwa hiyo nataka niseme kwa ujumla, wale ambao wamewekwa na Mungu kwenye mamlaka mbalimbali wanatakiwa kutumia mamlaka haya kwa niaba ya Mungu. Kwa sababu mamlaka zote zimewekwa na Mungu na tunaona zimeamuliwa na zinatakiwa kunyenyekewa na watu. Mara nyingi sipendi sana kujisifu kuhusu jinsi Bwana aliniita, lakini nashukuru Mungu mara moja huwa naweza kuzungumzia. Lakini ile yote huwa ni kwa nia kufanya watu waamini kwamba si kazi hii kwamba tumekuja tu tukaamua kuwa wachungaji. Lakini Mungu alitutafuta sana. Mtu kama mimi Bwana ameniita mwaka 85.
Nikiwa Bunda kwenye mlima ule naomba, ule basi hizi unaona taa zinawaka. Nilikuwa nimefunga pale siku ya 3, tulikuwa na mchungaji mmoja aliyekuwa mchungaji wa Bunda pale. Lakini siku tunamalizia pale, yule mchungaji akaniambia, Bwana ameniambia kukuita uwe mchungaji. Na sikumjibu neno. Hata sikuendeleza hayo maongezi. Yaani sikujibu neno na sikuongea chochote. Kwa sababu kwanza hiyo kazi nani angeitaka? Nani angeitaka? Kwa wale ambao leo, labda leo kama ingekuwa leo hivi naweza pengine ningetamani. Lakini hizi zile ningewezaje kutamani kwanza kwa tunasalia shuleni? Mwenyewe alikuwa na suruali moja nyeusi yenye mistari vidogo na shati moja ya light blue. Anavaa hiyo kila siku. Anaifua usiku na kusubiri sikauke ambaye. Nani angetamani kazi hiyo? Maisha magumu aliyokuwa nayo. Analala kwenye nyumba ambayo karibu kulingana na madhabahu yangu hii. Na mlango wenyewe wa debe. Ukipiga teko unaingia ndani. Ningetamani hiyo kazi kweli. Labda leo Mungu angeniita leo ningekubali. Leo naona hata wachungaji wanavaa suti. Wachungaji wanaisha magari. Wamekaa kwenye majengo mazuri kama haya na magorofa. Hii siweza kutamani tukasema na mimi vae tai nikipendeze. Wana washirika wengi. Siku hizi mambo mazuri wanapewa, tegemezo na kina mama wanaingia na pambio. Kazi ya leo nzuri. Kama ningeitwa leo ningekubali. Sema Mungu, lakini ngoja nifikiri kidogo. Lakini zizili nakumbuka nilikuwa naenda Shirati wakati Mama Grace anasoma pale nursing pale. Mchungaji wetu alikuwa yuko pale Tokana. Naenda kumsaidia kutumishi, natoka hapa nikiwa mshirika. Nikifika pale kwa mchungaji, mimi nilikuwa na hela, kwa sababu nafanya shughuli zangu. Mimi niliajiri siku nyingi, nilikuwa mimi na hela nilikuwa nazo tangu zamani. Lakini nikienda kwa mtumishi sitoi hela yangu. Nataka kuishi maisha ambayo mtumishi anaishi. Kwa hiyo tunaamka, anaenda kununua dagaa, atutoi hata vichwa. Kwa sababu ukitoa vichwa tumepata hasara. Kwa hiyo ndio upike na vichwa. Na ni maji na chumvi tu. Tunakula na ugali. Asubuhi tukiamka, ule ugali uliobaki tunaukata ndio mkate. Tunanywa chai ya rangi. Natoka pale tunakuhubiri sota kwa miguu na tunarudi kwa miguu. Na zamani zile ilikuwa tumefundishwa vizuri. Unapoenda kushuhudia, hauruhusiwi kula kwa mtu. Kwa sababu siku nyingine hata kukaribisha umemmalizia ugali wake na watoto wamepata shida. Kwa hiyo unajikaza kabisa, anakwambia ule unasema hapana, nimeshiba. Na mara nyingi kwa tumefunga. Hadi kwa maisha hayo, nani angetamani kazi hii? Kwa hiyo naweza kusema kwamba kazi hii ni kazi ilikuwa ngumu sana nyakati zile. Kwa hiyo ni vizuri zaidi tuelewe hawa watu. Tuwasikilize, tuwanyenyekee. Na tunapokuwa tunawanyenyekea, huwa tunamnyenyekea Mungu. Kwa hiyo kama kweli tutajifunza namna kutii Mungu, tunatakiwa hatutakuwa na tatizo kukubali na kuwatambua wale wote ambao Mungu ameweka katika mamlaka yake. Kama kweli tutajifunza kumtii Mungu, hatutakuwa na shida kuwatii wale wawakilishi wa Mungu. Kama tutakuwa tunatambua tu mamlaka inayotoka kwa Mungu moja kwa moja, basi utakuwa na uwezekano wa kuvunja zaidi ya nusu ya mamlaka ya Mungu ambayo tutakutana nayo. Kuna watu leo mara nyingi wanasemaje? Mimi sijasikia Roho ameniambia. Eti anamwambia mtumishi wa Mungu, sijasikia Roho ameniambia. Ngoja kwanza niombe. Sawa? Kama hujasikia kama Roho amekwambia, kwa nini usitafute Roho huyo kuchunge? Kwa nini asikuchunge Roho? Ni kweli Roho wa Mungu yupo, lakini Mungu hakufanya utaratibu huo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa nini Mungu anataka tuwatii wanadamu? Unajua ukiwa na uwezo wa kutii wanadamu, hutakuwa na shida kumtii Mungu utakapomuona. Hiyo hamkusikia. Kwa nini Mungu ameweka wanadamu tuwatii?
Kwa sababu kama leo tutatii wanadamu hawa ambao ni wanatenda kazi kwa niaba ya Mungu au viongozi hao ambao Mungu amewaweka, hatutakuwa na shida katika kumtii Mungu tutakapomwona Yesu. Tutatii tu. Hata katika utawala wa Yesu Kristo hapa duniani hatutakuwa na shida kugoma. Tutatii bila tatizo lolote. Kwa hiyo Mungu kukuweka chini ya wanadamu ni kusudi akufanye uzoee au ujifunze kutii, na hutakuwa na shida kuanzisha mgomo kule mbinguni. Labda ningewauliza, je, kuna nafasi ya kuchagua kati ya mamlaka moja, kati ya mamlaka ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu na mamlaka wakilishi inayotoka kwa Mungu? Hilo ni swali unatakiwa kujiuliza. Maana leo kuna mamlaka inayotoka kwa Mungu moja kwa moja. Kwa mfano hili iliyomwadhibu Anania ilikuwa imetoka kwa Mungu moja kwa moja, sio kwa Petro. Aliyemuua Anania alikuwa ni Mungu mwenyewe, ndiye alimhukumu. Lakini pia kuna mamlaka wakilishi. Sasa je, tuna uwezo wa kuchagua mamlaka gani tutii? Ili ni tatizo. Jibu ni kwa ujumla ni kwamba hapana. Lazima tunyenyekee kwa mamlaka wa Kristo kutoka kwa Mungu, na pia tunyenyekee chini ya mamlaka ya Mungu yanayotoka kwake moja kwa moja. Na hili kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa maana mamlaka zilizoko hapa duniani, Mtume Paulo anahimiza kwamba watu wasinyenyekee hizo mamlaka. Lakini anaonya wale wanaosimama kinyume kuzipinga mamlaka hizo, na anaelezea kuwa wale wanaozipinga mamlaka hizi wakilishi huwa wanampinga Mungu moja kwa moja. Ndio maana hapa katika kitabu hiki cha Warumi Paulo anaeleza. Unajua Paulo alikutana na nuru ya Mungu alipokuwa anaenda kule Dameski, akiwa na mwenye mamlaka, na ameandikiwa barua na wakuu wa dini ili wakamate watu wa njia hii. Sasa ilikuwa dhuhuri saa 6 kama saa 6. Akamulikwa na nuru kali mno sana kutoka mbinguni. Alafu akarushwa kutoka kwenye ile mamlaka ilipomkaribia. Alirushwa kutoka kwenye farasi akaanguka kule chini. Na alipoanguka chini akajaribu kuona hivi ni nani aliyemrusha hivi, maana alikuwa mwenye mamlaka. Sasa hii lazima iwe ni mamlaka kubwa zaidi. Alipojaribu kufungua macho akakuta kumbe ameshakuwa kipofu. Akasikia sauti inamuuliza, "Sauli, Sauli, mbona unaniudhi?" Unajua neno lilotoka la kwanza ni nini? Ni nani wewe Bwana? Ni nani wewe Bwana? Maana wewe ni mtu mkubwa. Nataka unipe tu maagizo. Ni nani wewe Bwana? Maana mtu aliyenirusha namna hii sio kawaida. Halafu kwa nini hata siwezi kuona? Na hajanipiga machoni. Ni nani wewe Bwana? Akaambia, ni mimi Yesu naye ni. Simama, inuka, uingie kule mjini. Sikia maneno yanayofuatia. Nawe utaambiwa ya kupasayo kufanya. Wewe kuambiwa tu unafanya. Hakuna maelezo tena. Hakuna maelezo tena wala swali. Wewe utaingia mjini, utaambiwa ya kupasayo kufanya. Wewe ni kutekeleza tu. Biblia sema alipotoka pale alikuwa haoni tena. Alikuwa haoni tena. Siku 3 haoni. Hakula. Kwa sababu alikuwa anakumbuka ile mamlaka ilivyokuwa na nguvu. Kwa hiyo unaweza kuona kutambua mamlaka ni kitu kikubwa sana. Na baada ya siku 3 Yesu akamtuma mwanafunzi mmoja anaitwa Anania. Huyo Anania ametajwa tu mara moja, ni mwanafunzi, sio mtu mkubwa, hana cheo chochote. Ametajwa mara moja tu kwenye Biblia. Akaambia, nenda katika njia iitwayo Nyofu, utamkuta mtu mmoja anaitwa Paulo wa Tarso. Naye amemuona mtu anaitwa Anania, aje amuombe apate kuona. Alafu mwekee mikono ili aone, lakini pia achazwe na Mtakatifu
na apate kula chakula, apate nguvu, manake amedhoofika. Anania akamwambia Bwana Yesu, hivi kweli Bwana Yesu, hivi siku hizi unipendi kiasi hicho? Yaani unanituma kwa yule muuaji? Hata hapa amekuja na amri kutoka kwa wakuu makuhani, atukamate atuue, alafu unanituma kwake? Yesu akamwambia, wewe nenda, mimi nimeisha mmaliza kabisa mambo yote. Nimemwambia anatakiwa ambiwe mambo ya kufanya atende. Wewe ndio mwambie atatenda. Anania akaenda. Alipofika kwake akamwambia, ndugu Sauli, nimetokana na yule Yesu aliyekutokea njiani wakati unakuja hapa. Amenituma nije nikuwekee mikono ili uone ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu na upate nguvu ule chakula. Paulo mtu msomi aliyekuwa amesoma sana vyuo vikubwa, angewezaje kumtii Anania, mwanafunzi ambaye ametaja mara moja katika Biblia kama hakukutana na mamlaka ya Mungu? Kumbe injili ya Yesu Kristo haitakiwi tu tulete kwenye wokovu, inatakiwa tulete katika kukutana na mamlaka ya Mungu ili tuweze kutii. Sasa macho ya Paulo yalifunguliwa ili atii, na kuanzia kwa aliendelea kutii sana, na akaandika nyaraka nyingi za watu kutii. Sasa ukiangalia Anania, Paulo akumuuliza hivi wewe umesoma mpaka wapi? Elimu yako ni kiasi gani? Namba 2, hivi yule Petro mkubwa wenu yuko wapi? Wewe mtu mdogo ndio umekuja hapa. Kwa nini akuuliza maswali kama haya? Alikuwa amekutana na mamlaka ya Mungu katika maisha yake. Na ndio maana wakati anahukumiwa anatoa ushuhuda akieleza mambo kama haya. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 26, tuone Paulo alipokuwa anahukumiwa alivyoeleza jinsi ambavyo alikuwa hana nguvu tena kupinga mamlaka ya Mungu, maana tayari alikuwa amekutana na hiyo mamlaka na akaijua inavyotenda kazi. Katika mashtaka haya Paulo anasema hivi katika sura ya 26 Matendo ya Mitume kuanzia aya ya kwanza. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusu kusema maneno yako? Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Akasema, najiona nafsi yangu kuwa mwenye heri, ewe mfalme Agripa, yaani nimebarikiwa kwa kuwa najitetea mbele yako leo kwa mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi, hasa kwa sababu wewe wajua sana desturi za maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo na kuomba unisikilize kwa utulivu, kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana, yalivyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu, wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu yaliyo sahihi sana. Na sasa nasimama hapa nihukumiwa kwa ajili ya tumaini la ahadi zetu waliopewa na Mungu, ambaye kabila zetu 12 wanataraji kuifikia, wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku. Nami nashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo. Ewe mfalme, kwa nini limedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika kwamba Mungu awafufua wafu? Kweli mimi mwenyewe naliona ndani nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingana na jina lake Bwana Yesu. Nami nilifanya huko Yerusalemu, nikawafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza. Nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, na waliouawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikiwashurutisha kukufuru, nikiwaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Sasa sikiliza maneno haya. Basi katika hiyo kazi nilipokuwa nikienda Dameski mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu
wakuu wa makuhani, ewe Mfalme Agripa. Ndipo wakati wa dhuhuri, yani njiani, na aliona nuru kutoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikanimulikia mimi na wale waliokuwa fuatana nami pande zote. Tukaanguka chini sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mteke mchokoo. Nami nikasema, unani wewe Bwana? Bwana akaniambia, ni mimi Bwana Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, nami nimekutokea kwa ajili hii, nikuweka uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo haya ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao utatumwa kwao, wafungue macho yao na kuwageuza ili waiache giza na kuelekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani hiyo kwangu mimi. Kwa hiyo ewe Mfalme Agripa, sikuyaasi maono haya ya mbinguni. Tangu wakati huo sikuyaasi. Alikuwa mwenye mamlaka. Kwa hiyo alipotupwa chini, alielewa kwamba huyu mtu aliyemtupa chini, huyu ana mamlaka zaidi. Ndio maana anasema, nikasema, ni wewe ni nani wewe Bwana? Akajibu, ni mimi Yesu unayeniudhi. Anasemaje? Ni vigumu kupiga teke mchokoo. Teke manake ni vigumu, nguvu za mwili wa kibinadamu kushindana na mamlaka ya Mungu. Mchokoo manake ni vile vyuma ambavyo ni virefu ambavyo vimenolewa kule mbele hivi, afu vipige teke kwa mwili huu, utakuwa wewe unajiumiza wewe mwenyewe. Mungu huwezi kushindana naye, na ni muhimu sana tujifunze kutii. Mimi niombe, wakati namaliza nitaendelea kuzungumza haya mambo kwa ndani sana, lakini mamlaka ya Mungu inaweza kufananishwa na nguvu ya asili. Kwa mfano, tunaweza kufananisha na nguvu ya mvutano. Nguvu ya mvutano ipo kwa kawaida, ukitupa kitu kwenda juu hivi lazima kirudi, sababu kuna nguvu ya mvutano. Sasa sikiliza, kama mtu anaweza kuwa mjinga, na mara nyingi imetokea hata hivyo, mara nyingi tumesikia hata kwenye vyuo vikuu, mtoto alikuwa kwenye ghorofa ya 10 akajirusha chini, labda kwa sababu hakufanya vizuri kwenye mtihani. Sasa ukienda ukasema mimi sitambui nguvu ya mvutano, haitaweza mimi sitambui. Ukapanda labda ghorofa ya 10 juu, alafu ukajirusha chini, yani wewe utakufa hapo hapo. Kwa hiyo maana kutokutambua kwako hakutazuia mamlaka isitende kazi. Kwa hiyo muhimu sana kujifunza, kwa sababu saa zingine tumeshindana na nguvu ambayo huwezi kushindana naye, itakuumiza. Kwa hiyo muhimu kutambua na tujifunze kutii mamlaka inayotoka kwa Mungu moja kwa moja, au mamlaka wakilishi inayotoka kwa Mungu. Kwa tukijifunza kutii hivyo, tutakuwa tunamtii Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo wanadamu wote wanatakiwa kujifunza kunyenyekea mamlaka wakilishi ambayo inatoka kwa Mungu, na unapoisikiliza lazima utii. Na ukiangalia hii mamlaka hapa duniani katika hali ya kiserikali, ina kanuni zake kama 4. Yaani kanuni za kunyenyekea mamlaka hapa duniani ziko kwenye makundi 8. Kundi la kwanza, kodi kwa anayestahili kodi. Anayestahili kodi apewe kodi. Ushuru apewe ushuru. Anastahili heshima apewe heshima. Anastahili hofu apewe hofu. Kwa hiyo lazima tujifunze. Mungu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Tutii kile kinachoamriwa kwa ajili ya Bwana. Tunapoambiwa kwamba kesho ni maombi, ni lazima ufike. Na tunapofanya vile huwa tutii yule aliyesema. Tunatii mamlaka ya Mungu ambayo iko ndani ya yule kiongozi. Siku za leo ukiangalia, hata wamama wengi, chama cha kina mama tumeacha.
lakini chama cha kina mama kiko kwenye katiba, na ndio maana siku ya Jumanne tumeiacha. Chama cha vijana kiko kwenye katiba, ndio maana tumeiacha. Hata hii mikesha kama leo ni vijana, ni jambo ambalo limeamuliwa kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa kujifunza kutii. Je, mchungaji, kama nina dharura, toa taarifa mahala panapojulikana. Kama jinsi tunavyofanya huko tukiwa mashuleni, tukiwa kwenye kazi zetu, tunatoa taarifa, tukiwa kwa ume zetu, tunatoa taarifa. Bwana tusaidie tupunguze uasi na ukengeufu ndani yetu. Hali ya kuishi bila sheria ni hatari sana. Maana kuishi bila sheria manake ni kuishi bila sheria. Na kuishi bila sheria ni ziko katika nchi zingine. Katika nchi zingine hasa za Kiafrika, unaweza kukuta viongozi wakubwa kwa wanakuwa nje ya sheria. Sheria haiwahusu. Wao wanaweza kufanya chochote na kuna mtu anawauliza. Wala hawashtakiwi. Hii ni uasi. Lazima kila mtu aishi chini ya sheria. Atii sheria. Tusimame.